naomba sasa uniruhusu nitoe maagizo 48 kwa serikali ambayo maagizo haya yatakwenda kusimamiwa kupitia wizara zetu, na mimi nikiwa msimamizi mkuu wa shughuli za serikali nitakuwa mstari wa mbele katika kusimamia utekelezaji wa maagizo haya. Mheshimiwa Spika, maagizo haya yako ya aina mbili. Yako maagizo ambayo yanatuhusu wizara zote, lakini yako maagizo maalum kwa wizara husika. Naomba Mheshimiwa Spika, nianze kwa maagizo ambayo yanatugusa wizara zote. Agizo la kwanza, Mheshimiwa Spika, ili kuimarisha uwajibikaji, uwazi na uelewa sahihi wa matumizi ya fedha za umma, na uagiza uongozi wa wizara zote za serikali katika bajeti ijayo ya mwaka 2027-2028 kuhakikisha nyaraka za bajeti na taarifa za utekelezaji wa bajeti zitakazowasilishwa katika baraza na kamati zinaonesha kwa uwazi kiasi cha fedha kilichohamishwa kutoka katika fungu moja kwenda jingine, bajeti halisi iliyobaki katika kila wizara baada ya marekebisho, pamoja na sababu na athari za mabadiliko hayo katika utekelezaji wa shughuli zilizopangwa. Agizo la pili, Mheshimiwa Spika, aidha kila wizara ihakikishe taarifa za fedha zinapohamishwa kutoka wizara moja kwenda wizara nyingine ziainishwe kwa uwazi ili kuepusha mkanganyiko wakati wa uchambuzi wa bajeti, sambamba na kuhakikisha taarifa zote za utekelezaji wa bajeti zinatoa picha halisi ya uhusiano kati ya fedha zilizoainishwa na zilizotekelezwa. Agizo la tatu, Mheshimiwa Spika, naziagiza wizara zote kuongeza ufanisi katika utatuzi wa kero zinazowasilishwa kupitia mfumo wa Sema na Rais Mwinyi SNR ili kuhakikisha malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa kikamilifu, sambamba na kuimarisha utaratibu wa kutoa mrejesho kwa wananchi walioleta kero zao ili kuongeza imani na ushiriki wao katika mfumo huo. Mheshimiwa Spika, maagizo hayo yalikuwa ni maagizo ya ujumla. Sasa naomba nianze na ofisi ya makamu wa pili wa rais ambayo kupitia tume ya uchaguzi, Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa tume ya uchaguzi kuimarisha elimu ya mpiga kura ili kuwawezesha wananchi kufahamu haki, wajibu na nafasi yao katika mchakato wa kidemokrasia, pamoja na kuongeza uelewa na ushiriki wa wananchi katika uchaguzi. Ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, Mheshimiwa Spika, kufuatia michango mingi ya wajumbe kuhusu suala la dawa za kulevya, na uagiza uongozi wa ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kutafuta mbinu za kisasa kupitia mamlaka ya usimamizi wa madawa ya kulevya, kutafuta mbinu za kisasa za kukabiliana na dawa za kulevya kulingana na teknolojia inavyobadilika. Agizo la sita, Mheshimiwa Spika, na kwenda katika wizara hiyo hiyo, kwa kuwa walioathirika na dawa za kulevya baada ya kupatiwa tiba hospitali huendelea kuzurura katika maeneo mbalimbali na kuleta taswira mbaya, na uagiza uongozi wa ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kutafuta eneo lenye stara zaidi kwa utoaji wa huduma na tiba na uangalizi wa waathirika ili kulinda maslahi ya jamii na makundi mengine hususan watoto. Mheshimiwa Spika, pia kadhalika na uagiza uongozi wa ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kutafuta njia na mbinu za kimazingira ili kuepusha maafa yanayoweza kutokea katika maeneo ya mashimo yaliyotokana na uchimbaji wa mchanga na kifusi, yani borrow pits, katika maeneo yote Zanzibar. Mheshimiwa Spika, vile vile na uagiza uongozi wa ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kufanya mapitio ya vigenzo vya utoaji wa mikopo kwa watu wenye ulemavu, watu wenye mahitaji maalum, ili kuzingatia hali halisi ya watu wenye ulemavu, ikiwemo kuanzisha utaratibu mbadala unaowawezesha kupata mikopo binafsi
au kupitia vyama maalum vya walemavu. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum. Mheshimiwa Spika, nauagiza uongozi wa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kuimarisha mifumo ya usimamizi wa usafi mijini na kupanga mikakati itakayozingatia kuimarika kwa huduma ya usafi Zanzibar. Pia naviagiza vyombo vya ulinzi na usalama kusimamia suala zima la amani na utulivu ndani ya nchi yetu na kuwachukulia hatua stahiki wote watakaobainika kuharibu amani ya nchi yetu. Vile vile naendelea kuwasihi ndugu wazazi, walezi, viongozi wa dini na viongozi wa kisiasa kuendelea kuyakemea masuala yote yenye viashiria vya uvunjifu wa amani. Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Mheshimiwa Spika, nauagiza uongozi wa Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kupitia Tume ya Maadili kuandaa mfumo wa kielektroniki na ujazaji na uwasilishaji wa fomu za tamko la rasilimali ili kurahisisha mchakato wa ujazaji fomu kwa viongozi ambao hawatakuwepo nchini kipindi cha uwasilishaji wa fomu hizo. Aidha, agizo la 12 na uagiza uongozi wa Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kuchukua hatua za haraka kwa malalamiko ya watumishi ambayo yametolewa maamuzi na mahakama juu ya haki zao. Agizo la 13, Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kuchukua hatua stahiki kwa watumishi wote wanaokwenda kinyume na sheria na wanaotumia madaraka yao vibaya katika taasisi za serikali. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Ajira, Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Mheshimiwa Spika, nauagiza uongozi wa Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji kuandaa programu maalum ya kuimarisha elimu na ujuzi zitakazoendana na mahitaji ya ajira katika sekta ya utalii na sekta nyingine ili vijana waweze kuchangamkia fursa za ajira na kuleta usawa na uwiano sambamba na kuinua hali zao za kiuchumi. Agizo la 15, aidha nauagiza uongozi wa Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji kuimarisha mfumo wa usimamizi wa mfuko wa uwezeshaji kidijitali kwa kufuatilia na kuweka wazi upatikanaji wa marejesho ya fedha za mikopo ili kuhakikisha zinatumika kwa ufanisi na kuondoa urasimu usiokuwa wa lazima. Agizo la 16, Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Wizara ya Vijana na Uwezeshaji kuunda mfumo wa kielektroniki kwa maana ya database ambao utawasajili vijana wote pamoja na taarifa zao muhimu ambazo zitasaidia katika utekelezaji wa mipango mbalimbali ya serikali. Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Mheshimiwa Spika, agizo la 17, kufuatia michango ya wajumbe kuhusu upungufu wa walimu katika skuli za msingi na sekondari, na uagiza uongozi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kuweka uwiano wa walimu kutokana na idadi ya wanafunzi waliopo. Aidha, kupunguza mrundikano wa walimu katika baadhi ya maskuli na ikibidi kuajiri walimu kutokana na mahitaji yaliyopo. Agizo la 18, vile vile na uagiza uongozi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kuboresha mitaala ya elimu ya amali ili iendane na wakati wa mabadiliko ya dunia na mazingatio ya soko la ajira. Aidha, kwa wizara hiyo hiyo, agizo la 19, na uagiza uongozi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kuhakikisha mikopo ya elimu ya juu inakidhi mahitaji halisi ya wanafunzi na inatolewa kwa wakati bila ya kuathiri ratiba za masomo ya wanafunzi. Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo. Mheshimiwa Spika, agizo la 20, na uagiza uongozi wa Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kuimarisha ulinzi katika sekta za misitu ya hifadhi ya jamii pamoja na kusimamia kanuni zilizopo ili kulinda rasilimali zisipotee. Agizo la 21, aidha na uagiza uongozi wa Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kufanya mageuzi ya sekta ya kilimo kwa kuongeza tija, kuvutia uwekezaji wa sekta binafsi, kuimarisha mifumo ya masoko na kutumia teknolojia ya kisasa. Wizara ya Afya. Mheshimiwa Spika,
na uagiza uongozi wa Wizara ya Afya kuvifanyia ukarabati vituo vya afya vilivyochakaa na kuhakikisha dawa na vifaa tiba vinapatikana ili kuboresha huduma za afya kwa wananchi. Agizo la 23 na uagiza uongozi wa Wizara ya Afya kusimamia vyema upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wote kwa kuzingatia miongozo ya serikali ya kitaifa na ya kimataifa. Agizo la 24, Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Wizara ya Afya kusimamia taratibu zote stahiki kushirikiana na mfuko wa bima ya afya kwa lengo la kupata ufanisi kwa maslahi mapana ya wananchi. Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kutafuta mbinu na njia za kufufua, kuimarisha na kulinda viwanda vya ndani ili kutanua soko la ajira na kuongeza pato la mwananchi. Agizo la 26, Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kufuatilia kwa karibu changamoto za wafanyabiashara wa Zanzibar na kuchukua hatua stahiki kwa lengo la kuimarisha biashara nchini. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kuimarisha mifumo ya uratibu na utoaji vibali vya ujenzi wa Mji Mkongwe ili kuondoa changamoto zinazoendelea kujitokeza kwa wananchi na wawekezaji. Mheshimiwa Spika, aidha na uagiza uongozi wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kutoa elimu kwa wananchi na kusimamia nidhamu kwa watalii wanaotembelea Zanzibar ili kulinda mila na utamaduni wa Zanzibar. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, na uagiza uongozi wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kuhakikisha huduma bora za afya ya mwili na akili zinapatikana kwa wazee waliokuweko kwenye mamlaka zao. Mheshimiwa Spika, pia na uagiza uongozi wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kuimarisha uwezeshaji wa wajasiriamali wanawake kwa kutoa mafunzo ya elimu ya fedha, yani financial literacy, na ujuzi wa kidijitali, digital capability, ili kuendana na mahitaji ya soko na kuweza kujikwamua kiuchumi. Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu, Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu kuhakikisha mifumo yote ya serikali inasomana ili kurahisisha utendaji kazi na kuondoa usumbufu kwa wananchi pindi wanapohitaji huduma za serikali. Aidha, na uagiza uongozi wa Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu kuhakikisha kuwa taasisi zote zinatumia mifumo ya kidijitali ili kuleta ufanisi wa utendaji serikalini. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Maji, Nishati na Madini, na uagiza uongozi wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini kukarabati miundombinu chakavu ya maji ili kuhakikisha huduma ya maji safi na salama inapatikana kwa uhakika hapa nchini. Aidha, na uagiza uongozi wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini kuendelea na kubuni na kuifanyia kazi vyanzo mbadala vya uzalishaji wa umeme hapa nchini ili kuondokana na changamoto ya kukatika kwa umeme pamoja na upatikanaji wa umeme mdogo, yani low voltage, kwa wananchi. Kadhalika, Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini kuhakikisha nishati ya mafuta inapatikana nchini bila ya usumbufu wowote. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Uchumi wa Bluu, Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Wizara ya Uchumi wa Bluu kuwawezesha wakulima wa mwani kulima kwa njia za kisasa zitakazoongeza thamani ya zao la mwani hapa nchini. Aidha, na uagiza uongozi wa Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kufanya mapitio ya kina ya kampuni ya uvuvi za Fiko juu ya malengo ya kuweko kwake ili kuhakikisha inaleta tija na ufanisi unaostahiki kwa maslahi ya nchi yetu. Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuendelea na kuimarisha miundombinu ya barabara kwa kuzingatia viwango vya ubora pamoja na kuyafanyia kazi malalamiko ya wananchi ikiwemo ujenzi wa mitaro kwa maeneo stahiki. Pia Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kusimamia kwa karibu
usafirishaji wa abiria na mizigo kupitia bandari na viwanja vya ndege ili kuendelea kuwapa imani wasafiri ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi na uagiza uongozi wa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi kurahisisha taratibu za upatikanaji wa hati miliki za ardhi ili kuongeza kasi ya urasimishaji wa maeneo na kupunguza wimbi la migogoro ya ardhi linaloendelea. Mheshimiwa Spika, kadhalika na uagiza uongozi wa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi kurahisisha taratibu za uhaulishaji wa ardhi pindi wananchi wanapouziana maeneo yao. Hatua hizi zitasaidia kupunguza migogoro ya ardhi na kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi na pia kuongeza mapato ya serikali. Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa kushirikiana na ZFF na vyama vingine vya michezo kufanya tathmini ya kina hali ya michezo Zanzibar na namna ya kuboresha michezo kwa maslahi ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, sambamba na hilo na uagiza uongozi wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kufanya tathmini ya matumizi ya viwanja vya michezo na kuweka utaratibu maalum utakaohakikisha watoto na vijana wanaendelea kuvitumia kwa urahisi na bila vikwazo visivyo vya lazima. Hatua hii itaimarisha maendeleo ya michezo, kukuza vipaji vipya na kuendeleza mafanikio ya sekta ya michezo nchini. Wizara ya Fedha na Mipango. Mheshimiwa Spika, na uagiza uongozi wa Wizara ya Fedha na Mipango kuimarisha uratibu wa taarifa za kibajeti kati ya programu na wizara zilizounganishwa ili kuongeza uwazi, ufanisi na urahisi wa ufuatiliaji wa matumizi